Karibuni sana mbele za Bwana. Nisaidie kumkaribisha mtu wa Mungu ambaye leo umebarikiwa na Bwana kuwa pamoja naye mbele zake. Amen. Amen. Haleluya. Mungu wetu ni mwema sana. Sana. Tumekuwa tunajifunza pamoja na kuomba katika Pasaka ya mwaka 2025 na mimi nimetamani sana kama Mungu angejalia watu hata 50 tu wakapokea vizuri yale maneno ambayo nimejaribu kuyasema tangu Pasaka. Nilikuja wiki iliyofuata baada ya Pasaka, kwa sababu Pasaka sikuwepo, lakini yale maneno ambayo nimeendelea kuyasema tangu baada ya Pasaka, Mungu akijalia watu hata 50 tu wa kanisa hili wakawa wameelewa, halafu wakapiki ile imani, kachukua ile imani, halafu wakaanza kuishi, wakaanza kutengeneza aina fulani ya maisha yaliyopokea badiliko linaloweza kuendana na maneno yale. Kama mnakumbuka neno lilianza nalo siku ya Jumatano ya kwanza nilipokuwa hapa baada ya kutoka Arusha, yani baada ya Pasaka, nilianza na neno linalosema kwamba wale wazee Mungu alipowaambia kwamba huu mwezi ni mwanzo wa miezi kwenu na ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu, walitengeneza imani ambayo sifahamu kama Mungu anaweza tujalie angalau watu 50 wakaelewa hicho, halafu wakaanza kuishi maisha yanayoamini nyakati zilizopita zimepita, zimeanza zingine. Halafu wakaanza kuishi katika mwelekeo huo, wakaanza kufanya mambo yao katika mtazamo huo, wakaanza kuwa nachukua hatua zinazoendana na hilo. Nataka kuhakikishia kwamba ni wiki chache tu mabadiliko yataanza kuonekana kwa hao watu, na pengine wengine wataanza kujifunza kutokea hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifikiri walipoamua kwamba ule sasa ni mwezi wa kwanza, ni mwaka wa kwanza wa kalenda yao, usifikiri huko nyuma hapakuwa na mambo mazuri na mabaya yametendeka kwao. Usisahau kwamba kabla ya hapo alikuwepo mzee anaitwa Ibrahimu, baba yao wa imani, na Isaka na Yakobo. Usisahau kwamba kabla ya hapo alikuwepo mtu mmoja shujaa sana anaitwa Yusufu, ambaye ndio sababu yao ya kwenda Misri. Lakini hizo nyakati zote za kina Yusufu na za kina Ibrahimu na za kina Yakobo na Isaka wakaziondoa kwenye kalenda, wakabaki wana kumbukumbu la kutumia kama reference au kama rejea, lakini kalenda imeanza nyingine. Haleluya. Kalenda imeanza nyingine, wakaifanya ile miaka kama haikuwahi kuwepo, wakaiondoa kwenye kalenda, kwa sababu Mungu amesema naanza kalenda nyingine na nini. Usisahau kwamba miaka ile ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo na Yusufu na wengine watu walioishi nyakati hizo hawakuwa taifa, lakini Mungu aliposema naanza kalenda mpya, ndipo pia lilipoanza kuwa taifa. Haleluya. Kutoka kuwa watumwa wa Farao kwenda kuwa taifa halisi lenye ramani duniani, na Mungu amewapa nchi ya kwao kama taifa huru ambalo linaweza likaonekana kwenye ramani ya dunia. Walikuwa hawajawahi kuwa hivyo tangu milele. Hapakuwahi kuwa na taifa linaitwa kwa jina hilo tangu milele mpaka wakati huo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya.
wakalipokea lile neno la Mungu, wakaliweka kwenye maisha yao, wakakubali kwamba hizo nyakati zilizotangulia hazipo tena, kana kwamba hazikuwahi kuwepo. Hiyo miaka waliowahi kuwa nayo wakaisahau kwamba iliwahi kuweko, ikiwemo na ya utumwa 400, wakaifuta isiwepo. Wasiwe na kalenda inayoitwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaanza kuhesabu mwaka wa kwanza, mpaka leo wanaendelea kuhesabu miaka yao kutokea hapo. Haleluya. Hilo ndio nilianza nalo ile Jumatano. Nikawaambia kama Mungu angetusaidia tukapata hiyo imani. Mungu anaposema Pasaka ya mwaka 2025 ni Pasaka inayobadilisha historia, kuna watu wangeanza kuishi kama hawakuwahi kuishi, sasa ndio wameanza. Maana yake kama kuna mambo mabaya na ya kuonewa yaliwahi kupita kwenye maisha yao, na ya uchungu na ya maumivu, wakahesabu kwamba hawakuwahi kuwa na hiyo historia. Historia yao imeanzia hapo. Lakini pia kama kuna waliowahi kufanya, hata kama ni mema ya kujisifia, wakajua kwamba ili ufanye bora zaidi, bora usahau kwamba uliwahi kufanya vizuri. Ndio wakati mwingine tunabaki pale pale kwa sababu tunadhani tuliwahi kufanya vizuri, halafu tunabwetekea hapo hapo tulipowahi kufanya vizuri. Tunasahau kwamba kuna vizuri zaidi. Haleluya. Kama tuliwahi kupata, tunang'ang'ania tu hapo kwamba tuliwahi kupata, halafu tunasahau kwamba kuna kupata zaidi. Tukisahau kwamba tuliwahi kupata, tutaanza kupata maono ya kupata zaidi. Tukisahau kwamba tuliwahi kufanikiwa, tutapata maono ya kufanikiwa zaidi. Tukisahau kwamba tuliwahi kufanya mambo mazuri yenye sifa njema, tutaanza kutafuta kufanya mambo mazuri zaidi yenye sifa njema zaidi. Hakuna mtu atalala tena, hakuna mtu atasinzia tena, kwa sababu kila mtu ataona ninaanza historia. Ninaanza sasa kurekodi historia. Na kila mmoja akianza kuipata vizuri kwenye ufahamu wake kwamba haya majira anataka kuanza kurekodi historia, atasahau kwamba aliwahi kuwa na historia, na halafu ataanza vizuri. Sawa sawa watu wa Mungu. Haleluya. Hizi historia zetu zina pande mbili, zina mazuri na mabaya. Hakuna mtu ambaye maisha yake yote ni mabaya tu, mabaya tu, mabaya tu, mabaya tu, alafu hakuna mazuri yawahi kupita kwenye maisha yake. Hayupo. Na hakuna mtu ambaye siku zote ni mazuri tu, ni mazuri tu, ni mazuri tu, ni mazuri tu, alafu hakuna mabaya yameshapita pita kwenye maisha yake. Naye pia hayupo. Historia hizi zimekuwa na huo mchanganyiko siku zote. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anaposema tunafuta historia ili kuanza historia nyingine, hamaanishi kwamba tunafuta ile mbaya peke yake, na hata nzuri tunaifuta. Maana tusipoifuta tutadhani hiyo inatosha, halafu tutasahau kwenda mbele zaidi. Haleluya. Tutasahau kutafuta nzuri zaidi, tutasahau kutafuta vizuri zaidi, kufanya vizuri zaidi. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Nani nataka kuwa miongoni mwa watu 50 ndio wasema? Na mimi pia kwa kweli. Haleluya. Tukipatikana angalau hao, hili kanisa linaweza kuchukua sura nyingine. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo tulipoanza maombi, nikasema kwa lugha nyingine tunataka kumwomba Mungu ili turudie uhalisia wa agenda ya Mungu kwenye maisha yetu.
Ndio wazo kubwa linaongoza maombi haya. Tunataka kurudi kwenye ile reality, ule uhalisi. Mungu alipanga nini? Mungu anaona nini? Aliona nini? Maono ya Mungu kwetu ni yapi? Haleluya. Kwa sababu kuna namna fulani, kama nilivyokuwa nimewafundisha kwa mfululizo, lakini jana na juzi nilikuwa nimekuja sasa kwenye pointi kubwa inayowatazamisha kutoka kwenye maandiko. Nini chimbuko la majitu? Ndicho nilichokuwa nimekizungumza Jumapili pamoja na jana Jumatatu. Jumapili jioni na jana Jumatatu kwa nimezungumza nini chimbuko. Na nikawaambia jana, nilikuwa nasema kile kitu kilichotokea cha shetani kuleta majitu duniani katikati ya kizazi cha wanadamu, lengo hasa, kusudi hasa lilikuwa nini? Ndicho nilichoona kiongea jana. Haleluya. Kwa sababu Mungu alipoumba watu alikuwa na uhalisia wa watu anaowataka na utukufu anaoutaka na wajibu anaoutaka na sura anaoitaka. Baadaye shetani akaja kuiharibu ile kupitia dhambi. Baadaye Mungu akatoa tamko ambalo lilikuwa linasema kwa sababu hicho ambacho shetani amefanya, kwa hiyo atazaliwa mtu katika uzao wa mwanamke, ataponda kichwa cha shetani au nyoka, ataponda kichwa cha nyoka. Kwa hiyo Mungu akaanza kutengeneza kizazi ambacho ndani mwake kuna mzao wa mwanamke, ataponda kichwa cha shetani. Hiyo ndio uhalisia. Hiyo ndio uhalisi, kwamba lazima atatokea mtu katika uzao wa mwanamke, atamponda kichwa shetani. Shetani akiwa na elewa hilo, maana lilisikia wakati ule ilikuwa ni baraza fulani. Nyoka anaulizwa, wewe kwa nini umefanya hivi? Anaeleza. Huyu naye mwanamke naye anaulizwa, kwa nini wewe umefanya hivyo? Naye anasema. Mwanaume naye Adam anaulizwa, wewe kwa nini umefanya hivi? Naye anasema. Haleluya. Sina kumbukumbu kama nyoka alisema. Nyoka aliulizwa tu, aliambiwa tu hukumu moja kwa moja, hakupewa fursa ya kuzungumza. Yeye aliambiwa tu, kwa sababu umefanya hivi, wewe sasa utakuwa kula mavumbi. Haleluya. Wewe shughuli yako utakuwa kula mavumbi na utatembea kwa tumbo, na halafu ninaweka wadui kati yako na uzao wa huyu mwanamke. Wewe utamponda kisigino na yeye atakuponda kichwa. Yeye shetani hakupewa fursa ya kuongea jambo. Haleluya. Lakini alisikia hayo maneno, kwa sababu kimsingi alikuwa anakuwa addressed kwake, alikuwa anaelekezwa kwake. Alisikia hayo maneno na akatafuta namna ya kucorrupt, namna ya kuharibu lile kusudi. Kwa kaanza kufuatilia uzao huo ili aone kama ile agenda ataiua ya mtu atakayemponda kichwa. Ndicho kilichozaa majitu. Yale majitu, sitaki kurudi nikokuwa jana na juzi, lakini mnakumbuka yalitokea wapi? Yale majitu yakatengeneza uchotara wa mwanadamu, yakatengeneza hybrid. Mwanadamu awe nusu pepo kwa tabia, lakini kwa umbile awe mwanadamu, kwa maana kwamba ana mifupa na ana damu. Maana mwili wote, Yesu alisema lazima uwe na mifupa. Roho haina mifupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakatokea hao madude, majitu yale ni mashetani kwa ndani,
kwa nje ni wanadamu, kwa ndani ni mashetani, kwa tabia zote ni mashetani, lakini kwa nje ukiwatazama ni watu. Kwa hiyo kumetokea hybrid, kumetokea mchanganyiko wa kizazi ambacho upande mmoja ni watu na upande mwingine ni mashetani. Shetani agenda yake akiwa anataka hicho kizazi kitakachoponda kichwa kisiwepo, kwa sababu kumetokea hybrid, sio pure tena. Haleluya. Sio halisi tena, sio wanadamu pure tena. Ni mchanganyiko, ni mchotara wa mapepo na watu. Sasa wale waliosalia bado ni binadamu ambao si mchanganyiko mapepo. Roho ile ya yale majamaa yaliyokuwepo ikawatawala pia, ikawabadilisha, wakaishi maisha yanayofanana na maisha ya yale mapepo, ya wale watu wenye mapepo, wale watu ambao pia ni mapepo. Kwa wakawa influence kizazi cha Seti ambacho kilikuwa kimesalia bila kuwa na mchangamano ule, bado hata hivyo kikaharibika kama nilivyowasomea jana, na Mungu akajuta kuwaumba, akaamua wafute wote kwa kutumia gharika. Kwa yale majitu, uzao wa Kaini wote na wengi wa uzao wa Seti wakauawa kwa maji. Kazaliwa, kabakia mtu mmoja anaitwa Nuhu na familia yake kutoka Seti, katika jamaa ya Seti. Jamaa ya Kaini yote imeisha na wengine wote wameisha. Lakini huku mbele tunakuja kukutana tena, wametokea Wanefiri waliokufa kwenye gharika, sasa wapo tena baada ya gharika. Hawatokani na Nuhu, si sehemu ya uzao wa Nuhu, lakini wapo duniani. Hawatokani na Ham, hawatokani na Shem, wala hawatokani na Jafet, lakini wapo. Ni kundi lingine la viumbe limetokea duniani, lakini ni watu. Jina lao ni lile lile. Jina la Wanefiri walivyoitwa kabla ya gharika, bado baada ya gharika wanaitwa Wanefiri vile vile. Waliitwa Wanefiri kabla ya gharika, na baada ya gharika wanaitwa Wanefiri vile vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu na idadi yao kubwa ikaenda kuishi pale ambapo Mungu alisema na nakusudia kwamba lile taifa litakalomzaa yule atakayeponda kichwa, Mungu amesema litakuwa, atalipa. Ile nchi Mungu amesema tampa Ibrahimu, yenyewe ndiye akaenda kuishi hapo kwa wingi, na majira na nchi zinazozunguka pale, akaenda kuishi hapo kwa lengo lile lile. Wakati Mungu anawachukua wana wa Israeli sasa kama taifa, akasema mkifika kule msihurumie. Sema msihurumie. Akasema mkienda kule Mungu alikuwa anajua anachokimaanisha, kwa sababu agenda ile ile ya kutengeneza hybrid, kutengeneza mchanganyiko wa kizazi kichotara, yalikuwa ameshajiandaa kuitengeneza Israeli wafanywe machotara pia hivyo hivyo. Haleluya. Akasema mkienda mjihadhari, msihurumie, uweni wote. Miungu yao pia muharibu yote, sanamu zao na ashera zao na madhabahu zao mzivunje vunje zote, wakisha hakuna kitu kinasalia.
Halafu mkishamaliza hiyo, zile nchi zilizo jirani yenu zimeshaathiriwa na ule ushetani wa hayo mashetani, hakikisheni msiowe kwao wala msiozeshe binti zenu kwao, msije mkatengeneza hybrid nyingine. Kwa sababu wale hata kama bado ni watu wa kawaida, lakini wana nguvu ile ile ya ile miungu. Akawaambia msiozeshe kwao binti zenu, wala vijana wenu, wana wenu wasiowe kwao. Hakisha mnabaki Israeli pure. Ndicho Mungu alichowaambia. Muhakikishe katika vizazi vyenu vyote, muhakikishe ninyi mnabaki ni Waisraeli pure, wasio na mchanganyiko huo wa yale mataifa yanayowazunguka. Mungu alikuwa anajua anachokiongea. Haleluya. Mungu alikuwa anajua anachokiepuka. Lakini kama wanadamu tulivyo kawaida, wakati mwingine tunachelewa kuelewa. Haleluya. Wanadamu tuna kawaida ya kuchelewa kuelewa. Hawakuelewa. Walipofika kule, neema na mamlaka ya kuwaua wale wa majitu pamoja na zile kabila zingine za Wakanani zilizokuwa pale walikuwa nayo. Hapakuwa na mtu anaweza kusimama mbele yao. Lakini kwa sababu tu ambazo ni za kiubinadamu wao, wengine wakaanza kufanya nao makubaliano ya kubaki salama, halafu wawatumikishe shokoa. Shokoa, mlishaisoma Biblia? Kwenye Biblia mshakutana neno shokoa kwenye Biblia? Watumikishe shokoa. Shokoa ni kufanya mtu awe kama mali yako, kama mtumwa, afanye zile kazi za kutumia nguvu ambazo wewe ungefanya. Yeye ndiye anakata kuni, ndiye anapika, ndiye anafanya nini, ndiye anachota maji, ndiye analima shamba na mambo yale, mashughuli yote ya shuruba yale. Wajipatie cheap labor, vibarua wasio wa gharama. Wakasahau ni watu hawa. Sio kwamba atakuwa vibarua miaka yote. Kuna siku atadai haki zao. Si mnawaona sasa hivi? Si wanadai na ardhi yao kabisa. Si wanawaambia mmekuja kutuvamia kwenye ardhi yetu. Wale ndio walikuwa waliwaacha washokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakawaacha ili wapate watu wakuwa wanawatumikisha kwenye kazi za shokoa. Na Mungu alipowaona wamewaacha, akawaambia hao watakuwa mwiba kwenu milele. Haleluya. Mungu alipoona wamewaacha, akawaambia hao mliowaacha watakuwa mwiba kwenu miaka yenu yote. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Wale watu wakubwa wa Nefili wale na Warefai, ziko kabila nyingi za wale, nao wakabaki pia baadhi. Hakuwa na mtu aliyofanikiwa kuwamaliza. Hata ile vita ya Yoshua haikuwamaliza. Walikuja kuisha nadhani kwenye utawala wa Daudi. Ndio baada ya Daudi hatuwasikii tena. Na Daudi alipigana nao wengi sana. Aliua wengi sana wa majitu yale. Na baada ya Daudi hatuoni tena wanatajwa.
Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa naomba fungua Biblia yako leo. Leo nimesema nataka tuwasilishe mbele za Bwana. Kama elewa vizuri, maombi haya ambayo nayaongoza zamu hii ni maombi ya kuturudisha kwenye uhalisi kwenye maeneo mengi ya maisha yetu na ya kanisa pia. Kwa hiyo yana asili ya kuwa maombi ya kivita zaidi. Haleluya. Yana asili ya kuwa maombi ya kivita zaidi. Na jana nisoma andiko ninasema kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mungu akitufanikisha kuyajua hayo, tumepona na tumeokoka na tumeshinda. Amen. Hesabu sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 10. Na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao walioipeleleza nchi, wakararua nguo zao, wakanena na mkutano wote wana wa Israeli wakasema, nchi ile tulioipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Ikiwa Bwana anatufurahia, atatuingiza katika nchi hii, atupe iwe yetu. Nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimwasi Bwana, wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu, na uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa. Naye Bwana yu pamoja nasi, msiwaogope. Lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe kwa mawe. Ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema ya kukutania mbele ya Israeli wote. Naomba tufananishe maneno haya na yale tunayoyakuta katika kitabu cha Yoshua sura ya 2 naomba niangalie mstari nianzie mstari wa 9. Sikiza maneno ya Rahabu kahaba wa kule Yeriko akiwaambia wale wapelelezi wawili. Anasema hivi, mstari wa 9. Akawaambia wale wanaume, mimi najua ya kuwa Bwana amewapa ninyi nchi hii, na ya kuwa hofu imetuangukia mbele yenu, na ya kuwa wenyeji wote wa nchi wanayeyuka mbele yenu. Maana tumesikia jinsi Bwana alivyo yakausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu hapo mlipotoka Misri. Tena mambo hayo mliwatendea wafalme wawili wa Waamori waliokuwa huko ng'ambo ya Yordani, yaani Sihoni na Ogu. Ogu mnamkumbuka, nilikuwa namtaja Jumapili, ile jitu kubwa sana lile, mfalme wa Bashani, mlioangamiza kabisa. Mara tuliposikia hayo,
mioyo yetu iliyeyuka, wala haukusalia ujasiri wowote katika mtu awaye yote kwa sababu yenu, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini. Nimesoma mpaka mstari wa 11. Anapowaambia wana wa Israeli, nendeni mkaangamize, msiwaogope wale wenyeji. Mungu anachohitaji ni kupata Majoshua na Makarebu. Mmenielewa nilichosema? Mungu akishasema maneno hayo, anachohitaji baada ya kusema hivyo, anahitaji kupata akina Joshua na akina Caleb wanaosema msimwasi Bwana kwa kuogopa wale, kwa sababu wale tayari ni chakula kwetu. Haleluya. Wanaosema ikiwa Bwana anatufurahia, atatupa ile nchi tuimiliki iwe yetu. Haleluya. Watu hao ndio Mungu anawataka akishatoa matamko ya aina hiyo. Kwa hiyo Mungu akishawapata, anachokifanya ni nini? Anatangulia mbele. Sababu ya Mungu kutangulia mbele ni kuwaondolea uvuli wale mliowaogopa, wale maadui, ni kuwavua spiritual cover. Kuna kitu kinaitwa spiritual cover. Tunapenda kukisema sisi wachungaji tunapokuwa tunawaeleza wana kanisa, watu wote tunaowalea kiroho. Tunawaeleza umuhimu wa kujua mababa wa kiroho. Mababa wa kiroho wanatoa kitu kinaitwa spiritual cover, kivuli cha kiroho, uvuli. Kanisa la mahali pamoja, tunapokuwa tunafundisha, tunawahimiza watu wote, ni muhimu kila mtu kushikamana na kanisa la mahali pamoja. Huwezi kuwa mshirika wa makanisa yote au mshirika asiye wa popote. Mtu aliye mshirika asiye wa popote anachokosa ni kitu kinaitwa spiritual cover. Anakosa uvuli unaomfunika wa kiroho, kwa sababu hana mtu anayemwita wa kwake. Haleluya. Wala hana kundi la mahali pamoja linalosema huyu ni wetu. Kitendo cha kukosa watu wanaokukiri kwamba huyu ni wetu, huna kivuli. Tunakwenda pamoja. Kitendo cha kukosa mchungaji anayekukiri akisema huyu ni wangu, umekosa kivuli. Haleluya. Na huo ni mpango wa kimungu kwa kanisa la Agano Jipya. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa kivuli. Kivuli hicho unachoona kimesema uvuli, una nguvu sana. Ukitaka kujua umuhimu wa uvuli, nenda Zaburi sura ya 91. Uone uvuli unafanya nini. Mstari wa kwanza wa Zaburi sura 91 unasema hivi: aketie mahali pa asili pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Haleluya. Aketie mahali pa asili pake aliye juu,
atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Mstari wa pili unasema, nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakayemtumaini. Hayo hata nikiyaruka nianze mstari wa 4. Nianze mstari wa 3. Ule uvuli unafanya nini? Mstari wa 3 anasema, maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji. Ile cover, ule uvuli unakuokoa na mtego wa mwindaji, na unakuokoa na tauni iharibuyo. Kwa manyoya yake, si unajua kuku anavyoatamia vifaranga, ndio uvuli ule. Sasa anasema kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako, yani wale wasio na uvuli, utakuwa unaona wanaanguka, lakini kwa sababu ya ule uvuli wewe unabaki salama. Anasema ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako na 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki, kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kwa makao yako. Haya, tumemaliza. Mstari wa 10 nasema, mabaya hayatakukaribia wewe, wala tauni haitaikaribia hema yako, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mkononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Hiyo ni kazi inayofanywa na spiritual cover, kivuli, kifuniko cha kiroho. Kitu kilichomponza Nuhu, alipoteza kivuli. Ibrahimu alikuwa ni baba yake, na zile baraka za Ibrahimu Mungu alizomtamkia zilimfanya kila aliyeko chini yake kubarikiwa vile vile. Kwa Lutu akabarikiwa kwa sababu ya lile neno lililoko kwa Ibrahimu, na yeye ni mtoto wa Ibrahimu. Siku moja Lutu, watu walio chini yake wakagombana na watu walio chini ya Ibrahimu kwa mambo ya malisho ya mifugo yao. Halafu Lutu akapiki ule ugomvi, akaufanya wake, kwa maana kwamba akaegemea upande wa wale watu wake waliogombana na watu wa Ibrahimu. Ile agenda ya ule ugomvi akaipiki, akaifanya pia ya kwake. Ibrahimu kinyume chake hakuchukua ule ugomvi wala hakusimama upande wa wale watu wake. Wakati upande wa pili Lutu amesimama, amesaidi na wale watu wake. Kwa ule ugomvi wa wale watu, na yeye ameuingilia na akaufanya kuwa wa kwake pia. Sasa kilichotokea, Ibrahimu alipomwona Lutu kama hawatazamani vizuri, amebadilika moyo kwa sababu yale maneno ya wale vijana. Ibrahimu akamsoma Lutu, akagundua Lutu amebadilika moyo. Haleluya. Hayuko kama alivyokuwa, hamoni kama baba yake kama mwanzo. Akamwita, mwanangu, njoo hapa. Sasa mimi na wewe ni ndugu, tusigombane. Nakupa uhuru wa kuchagua eneo unaloona linakufaa. Ukiamua wewe kwenda mashariki, mimi nitabaki magharibi. Wewe ukiamua kwenda magharibi, mimi nitaenda mashariki. Lutu hakutumia busara. Kuna mambo mtu mzima kikueleza unajiongeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nienda mimi nikiwa mdogo, kijana tu wa sekondari, tena O level. Nikaenda kwa mjomba wangu
mdogo wake kabisa tumbo moja na mama, wanazaliwa tumbo moja, anamfuata mama yangu kwa mara ya pili. Na ndio tulikuwa na mjomba pekee kwa tumbo la mama yake na mama yangu. Tuna wajomba wengi wale wa baba wadogo zao na nini, tunao wengi, ni ukoo mkubwa ule. Lakini kwa tumbo lao kabisa mama alikozaliwa walikuwa na mtoto wa kiume mmoja peke yake, wengine wote walikuwa wasichana. Sasa mjomba yule tukaenda kumsaidia. Kuna Wahaya hapa wako hapa. Kusharira, mnajua? Kusharira migomba. Tukaenda kusharira. Kusharira maana yake ni kuondoa yale makuti yaliyokauka na nini, majani ya migomba yaliyokauka, ndio kusharira, kusafisha shamba kwa maneno mengine. Tukaenda, alikuwa na shamba kubwa sana la migomba. Sasa mimi na mdogo wangu Hosea tuko likizo. Tukaenda kwa mjomba kumsaidia kusharira migomba. Ile kazi tukaifanya tangu asubuhi. Tulifanya kazi kubwa sana. Anko akafurahi sana. Tulifanya kazi kubwa mno. Sasa mimi nilikuwa na shida moja mpaka leo. Mimi ni mtu wa kanuni. Nikiwa mimi jambo fulani haliko kwenye agenda zangu, kuniingiza kwenye hiyo agenda ni vigumu sana. Jambo ambalo haliko kwenye welekeo wangu, kunihamisha uniingize sio jambo jepesi. Sasa mimi kwenye utoto wangu nilikuwa na kanuni moja. Nikienda kwa ndugu yeyote, shangazi, si na nani kokote nikoenda, kama sikupata ruhusa au sikuomba ruhusa nyumbani ya kulala huko, hata ungefanyaje nitarudi nyumbani. Yaani huwezi kunikamatia huko ukolala wakati imetoka nyumbani mpango wa kulala haukuwepo. Nilikuwa siko hivyo. Hata iweje lazima naondoka naenda nyumbani. Kama sikwenda ni taarifa kwamba nalala nimezitoa nyumbani, ama mimi nimeomba ruhusa au wazazi wameniruhusu, utalala huko. Hata ungefanyaje silali. Lazima narudi. Kwa hiyo kama kawaida yangu tumemaliza, tumekula chakula cha mchana baada ya kutoka shambani, nikamwaga anko, sisi bwana tunarudi nyumbani. Sasa anko mwenyewe amefurahi mno, kazi tuliyofanya ilikuwa kubwa mno. Amepanga moyoni mwake kutuchinjia kuku. Alafu tukimaliza atupe na hela za kula huko shuleni tukirudi shuleni. Tulikuwa tunasomea mbali. Miaka ile kule kwetu hapakuwa na shule hata moja ya sekondari. Kienda sekondari unasafiri. Kwa anko akikupa hata shilingi 50 inasaidia. Shilingi 50 ilikuwa hela nyingi. Shilingi 10, 15 ngapi? Zilikuwa kupa 50 amekupa nyingi sana, 100. Sasa tukaaga. Anko akasema leo mnalala kwangu. Nikasema anko hatuwezi kulala. Akasema mnalala. Sasa mimi ndio kwa msemaji. Nikamwambia anko hatulali. Yaani tumetoka nyumbani hatujapanga kulala. Kwa hiyo hatuwezi kulala. Na hata nyumbani hatujasema kama tunalala. Kwa hiyo hatuwezi kulala. Akasisitiza mnalala. Baadaye akaniuliza swali gumu lakini rahisi. Akaniuliza hivi, mnalala kwa sheria au kwa hiari? Unaona hajatoa mwanya hata wa kuondoka. Option zote mbili ni za kulala. Akaniuliza mnalala kwa sheria au mnalala kwa hiari? Kwa Kiswahili hivyo hivyo. Najani sheria ilikuwa inamaanisha amri. Sasa Kiswahili chake hakupata neno vizuri la amri, akasema sheria. Nalala kwa sheria au kwa hiari? Mimi nikafikiri haraka huyu mzee tukisema tunalala kwa sheria atakasirika na atatuambia nendeni nyumbani na mahusiano yataharibika. Kwa nikajichambua haraka
nikasema tutalala kwa hiari. Haleluya. Nikasema tutalala kwa hiari. Akatabasamu. Alafu akatuma mtoto kukamata kuku. Tukala kuku na kesho yake tulipoaga akatupa hela. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Lutu alikuwa ni mgumu wa kufikiri. Yale maneno ya yule mzee alitakiwa aelewa mzee anaongea kitu gani. Haleluya. Yale maneno ya yule mzee aliongea, Lutu alitakiwa ajiongeze namna ya kujibu. Alimwambia, ukiamua ende kulia, mimi naenda kushoto. Ukiamua ende kushoto, mimi naenda kulia. Ukiamua ende magharibi, mimi nabaki mashariki. Ukiamua ende mashariki, mimi nitabaki magharibi. Yaani hayo maneno yanatosha kumwambia basi mzee. Yameisha. Ndiye anakutenga hivyo. Ukishasikia mzee anaongea hivyo, ndio yumo nakutenga hivyo. Na ndio yumo nakulani. Kama na akili vizuri naelewa haraka. Hivyo ndio yuko nakutupa. Maana yake yuko na kuondolea uvuli. Yaani kitu ambacho Ibrahim alikuwa anaongea kwa maneno yale, alikuwa anaondoa kava yake juu ya Lutu. Halafu Lutu hakuelewa. Alikuwa anamuondolea uvuli, alikuwa anamtenga. Kwa maneno laini, wala hayaonyeshi hasira, hayaonyeshi kukasirika, hayaonyeshi kugomba, lakini ni maneno ambayo yanahitaji mtu mwenye akili aelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lutu akasema, mzee asante, bora umeamua mwenyewe. Mimi sasa naenda bonde lile zuri la Sodoma lile. Haleluya. Lilikuwa zuri wakati wa Sodoma, ni evergreen, pazuri. Lutu akaondoka kaenda. Kumbe amejitenga na uvuli. Yale matamko yote Mungu alisema nenda utakuwa nini yote Lutu alikuwa na enjoy kwa sababu yuko chini ya Ibrahim. Akiondoka hayako juu yake tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa alipoenda kule, akaenda hana uvuli. Kilichomtokea kule, akakuta nchi ni nzuri lakini watu waliomo wote ni wabaya. Wameshaathiriwa na zile roho za yale majitu wanaoishi jirani nayo. Nimesema yale majitu yalikuwepo. Ile roho ya yale majitu imeshatanda maeneo yale. Watu wanafanya vitu vya ajabu kule. Lutu kilichomtokea, kaishi kwa shida kule. Biblia inatumia kitabu cha Petro kwamba roho yake ilikuwa inahuzunishwa sana na matendo yasiyo ya sheria yale watu. Kaishi hana raha tena. Vitu anavyoviona kila siku vinamhuzunisha, lakini sasa ndiye amechagua kwenda kule. Haleluya. Mwishoni Mungu akaamua kwenda kutoa adhabu, kuwachoma wale watu wa kule. Kwanza, mara ya kwanza ilikuja jeshi fulani hivi likawapiga watu wa kule, likawateka, na Lutu akatekwa. Ibrahim ndiye alienda kumwokoa. Lakini bado haikurejea. Mara ya pili ukaja moto. Kwa maombi ya Ibrahimu alifanikiwa kutoka yeye peke yake na binti zake wawili, bila mke na bila hata zile mali zilizowagombanisha. Na wale watumishi waliowagombanisha wote waliungua kule. Ile mifugo iliyowagombanisha hakuokoa hata mmoja. Alitoka mikono mitupu yeye mwenyewe peke yake na binti zake wawili. Halafu akaenda kuzaa nao yeye mwenyewe. Akawa babu. Hivi nadhani hiyo ni baraka?
kuzaa watoto wanaochanganyikiwa, sijui tuite babu au baba, basi wanasema vyote. Siku nyingine wakiamua babu, siku nyingine wakiamua baba. Haleluya. Hivi nadhani hiyo ni baraka? Hiyo sio baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ilitokana na kukosa uvuli. Ukisoma kitabu cha Ruthu unakuta nguvu ya uvuli. Boaz anamwambia Ruthu, Mungu wa Israeli akupe thawabu timilifu, Mungu wa Israeli uliyekuja kukimbilia chini ya mbawa zake. Anazungumza uvuli, uliyekuja kukimbilia uvuli wake. Mungu uliyekuja kukimbilia uvuli wake akupe thawabu timilifu. Ndivyo Ruthu jina lake lilivyostawi mpaka leo. Ule uvuli aliyoukimbilia. Haleluya. Sasa Biblia inasema katika vita vya kiroho, unapokuwa kwenye vita vya kiroho, usiende kichwa kichwa. Tengeneza aina ya mkakati wa kiroho wa kuhakikisha yule ile nguvu unayokabiliana nayo unaiondolea uvuli. Unapopigana vita vya kiroho, unadili kwanza kwenye ulimwengu wa roho na uvuli. Nguvu unayokabiliana nayo kwenye ulimwengu wa roho, unashughulikia kwanza uvuli wake. Unaiondolea kwanza uvuli ulioko juu yake. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo wanasema Yoshua na Kalebu wanasema, wale mnaojaribu kuwaogopa, wala msiwaogope. Ni kweli kwa muonekano nguvu wanazo, silaha nyingi wanazo zenye nguvu, maboma wamejenga makubwa makubwa, lakini yote yale hayafanyi kazi. Kinachofanya kazi ni uvuli, na uvuli wao umeshaondoka. Haleluya. Yoshua kasema wale msiwaogope, kwa sababu uvuli uliokuwa juu yao umeondoka. Wale ni tunapiga kama kula mboga. Walisema ni chakula. Kwani ukila chakula chako mnapigana? So unafanya unavyotaka. Haleluya. Ukiamua kuanza na mkate, unaanza. Chakula hakikatai wala hakina amri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema waanze na supu, hakuna ubishi. Kwa sababu gani? Chakula hakina amri. Mtu anakula kama atakavyoamua kula. Anasema uvuli umeshawatoka wale, kwa hiyo wale msiwaogope, wale kwetu ni chakula. Wakati kuna mwingine anasema wale sisi tumejiona mapanzi mbele yao, ameangalia mtazamo wa nje, muonekano wa nje. Wanaotazama muonekano wa kiroho wanaona uvuli hamna, ni madude tu yamesimama, hayana uvuli. Tunaenda kubomoa tu yale, hayana uvuli wowote. Yule kahaba analielewa jambo la kiroho, japo kwa alikuwa kahaba. Anasema sisi tunajua Mungu ameshawapa hii nchi. Kwa nini? Sababu anatoa ni uvuli umeondoka. Yaani mnavyotuona hapa na mfalme wetu na majemadari wetu na majenerali, hakuna uvuli juu yao. Mimi naona nijipatanishe na ninyi, kwa sababu hapa hakuna mwenye uvuli. Na kwa kuwa hakuna mwenye uvuli, hatuwezi kushinda hii vita. Bora mimi na familia yangu tujisalimishe kwenu mapema. Maana hapa hakuna mtu atashinda hii vita. Hatuna uvuli wa kutusaidia kupigana vita. Yule kahaba kajisalimisha. Ameshasoma kiroho, hatuna nguvu. Silaha tunazo, majeshi ni yale yale, ngome ni ile ile, kila kitu ni kile kile, lakini kitu cha muhimu sana sana ambacho ndicho nguvu yenyewe kimeshaondoka, ni uvuli. Wangapi wameelewa?
Kipengele kilichosalia sitakisema, wacha tuombe, tutakisema kesho. Nilisema leo tunataka kurejesha uchumi wa watu wa Mungu tunataka kurudisha.